Kutoka sura 11. Exode chapitre 11 verset 5. Patie microphone yule ambaye anaweza kutusomea. Exode 11 verset 5 jusqu'à 7. Lakini pia kuna Kutoka 12 na mstari wake wa 7. Nisome Exode 12 sura yake ile ya 7. Utachukua damu na utaiweka juu ya nguzo mbili ya mlango ya ule kondoo aliyekuliwa. Mwenye alipata Exode 11 atusomee haraka. Exode 5:11. 11:5. Exode 11:5. Tunasoma katika jina la Yesu. Na wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri watakufa, toka mzaliwa wa kwanza wa Farao anayekaa juu ya kiti chake cha ufalme, hata mzaliwa wa kwanza wa kijakazi aliye nyuma ya mawe ya kusagia, na mzaliwa wa kwanza wote wa nyama. Amen. Tunaweza kukaa. Nitafanya kiingilio ya hili somo kwa sababu litakuwa somo lenye mapana makubwa sana. Na samedi ukitaka kuisikiliza utakuja. Dimanche Mungu akinipa nguvu tutakuwa tumezungumzia na itakuwa baraka. Vita vinavyowafuata wazaliwa wa kwanza katika tabaka zote au katika ngazi zote ni somo ambalo tutazungumzia. Vita vinavyowafuata wazaliwa wa kwanza. Hii dunia ambayo tunaishi ndani, kila mtu ana vita vyake. Lakini kushinda vita lazima uvijue. Hii somo tumewahi kupima kuileta kidogo, lakini bado kuichambua. Ukijikuta wewe ni mzaliwa wa kwanza katika familia lako, usijikamate sawa na kila mtu. Manake ni neema kuwa mzaliwa wa kwanza, lakini ni vita kuwa mzaliwa wa kwanza. Shetani atakaki wazaliwa wa kwanza, na dunia haitaki wazaliwa wa kwanza. Tukianza kwa Kaini, mzaliwa wa kwanza. Wenyewe mnajua maisha ya Kaini. Tukienda kwa Nahori, mzaliwa wa kwanza. Uende kwa Esau, Rubeni, Absalom. Utakuja kutambua kwamba hata wazaliwa wa kwanza wa Biblia, hata ndani ya Israeli, walipata vita sana, na wengi walishindwa, wengi walikufa maibobo. Na Mungu alikuwa anaona
kama ana mpango na wewe na anapenda maisha yako, hata kama alikuplase mtumbu ya mama yako mzaliwa wa kwanza, kama Mungu alikuwa anakuchagua, alikuwa anafanya yote abadilishe ile programu usizaliwe wa kwanza, akakuplase wa pili. Mawazo ya Yakobo ndani ya tumbu ya mama yake wapigane na Esau atoke wa kwanza, lakini kwa sababu Mungu ana mpango na Yakobo, akamfanya Yakobo ashindwe, Esau atoke wa kwanza. Kwani Bwana alikuwa anajua atakayetoka wa kwanza, vita na laana ya wazaliwa wa kwanza itamfuata. Mungu akijua kuna ahadi zitatembea na wewe, haruhusu uzaliwa wa kwanza. Takuvunja moyo, lakini utasaidiwa. Haruhusu. Sisi ndio tunaweza shtuka. Abrahamu alikamata mjakazi namna gani, akazaa na mjakazi na Mungu akaruhusu. Tunaweza kumlaumu sana Abrahamu, lakini kwa sababu Isaki ana ahadi za Mungu, lazima Ismaeli atangulie, lazima atangulie. Manake Mungu anajua nikiwatuma sana wazaliwa wa kwanza duniani na hawana mafundisho, watapigwa vita vya wazaliwa wa kwanza na vitawaangamiza. Utairemarke kwa maisha yako hii mafundisho, na utaacha kujivunia huduma. Utaacha kusema niko miaka mkanisa. Kama wewe ni mzaliwa wa kwanza, hivi vita viko pamoja na wewe, havikuachi. Ile ni tabaka ya kwanza. Hata Misri Bwana akasema wazaliwa wa kwanza wote walio Misri, wale wa Misri wote wauawe, mpaka wazaliwa wa kwanza wa manyama. Ilikuwa pigo mbaya sana. Manake walioponyoka ni wazaliwa wa pili au watatu wala wa nne. Hata kama Yesu atakuwa mkubwa zaidi, lakini hawezi kuja mbele ya Yohana. Lakini Yohana atakuja kusema ajaye nyuma yangu ni mkubwa kwangu. Manake ni yeye anakuja na ahadi za ukombozi. Niulizie jirani yako, uko wangapi? Muulize. Mtaona maproblemu tuko nao mwa kanisa ni ya wazaliwa wa kwanza. Na Yesu anajua hiki kitu sana kunishinda. Ndio maana alichukua nafasi ya wazaliwa wa kwanza, kisha akasema ninyi hamtaokolewa msipozaliwa mara ya pili, kwa sababu tusiwe tena wa kwanza. Lakini siko pale, kuna nafasi nitakupeleka. Kwa nini wazaliwa wa kwanza waipate vita? Cha kwanza, mzaliwa wa kwanza angemuua mama yake na mimba, wengine wasingezaliwa. Wengine wasingezaliwa. Alafu anapotoka duniani anasimama, shetani anamfuata akimharibu, manake walio nyuma wataharibika.
ndivyo ilivyo. Imefahamika kwamba mzaliwa wa kwanza ni njia ya mafanikio kwa wadogo zake wote na kwa familia lake. Kwa hiyo mzaliwa wa kwanza akishindwa, mara nyingi inatokea walio nyuma wanashindwa. Kwa hiyo vita vya mzaliwa wa kwanza havimpige peke yake, lakini vinalenga wanaokuja nyuma yake. Sababu ya pili ya kupigwa kwa mzaliwa wa kwanza ni nguvu ya urithi, uwezo ya heritage. Mkila heritage mko esprit yake. Sasa mzaliwa wa kwanza akisimama, esprit ya heritage inakuwa inamwataki. Sababu ya tatu ni kwa maana laana yote ina nguvu kuanzia première génération mpaka 4e génération. Alafu mzaliwa wa kwanza akikuja, laana iko mbichi, yote inapambana naye. Sababu ya ine kubwa ni kwa maana mzaliwa wa kwanza akisimama, anakuya kureleve defi ambao ilishinda wale wazazi. Kwa hiyo shetani akimwona anafanya wadui naye. Wazaliwa wa kwanza mara mingi sana hawakosi vita 10 ambayo inawapiga. Wenda anaweza kuwa na akili mingi wala kiwerewere, mzaliwa wa kwanza, na ndani ya hii muna bukosa adabu. Mzaliwa wa kwanza ni mkosa adabu. Adamu uko wapi? Mkosa adabu. Anasema nimejificha, niko uchi, mwanamke uliyenipatia. Unaona? Angalia. Huyu mwenye naambia hivi haiko mwenzake. Iko naambia Mungu wa mbinguni. Mwanamke uliyenipatia. Wakati Biblia inasema sauti ya Mungu ikisikilika, watu wanatetemeka. Ilitoka kwa Adamu kaenda kwa Kaini. Kaini, ndugu yako iko wapi? Mzaliwa wangapi? Alisema nini? Siko zamu wake. Mi siko zamu. Siko zamu wake. Mzaliwa wa kwanza. Hii inatokana kwa sababu wazazi huwa mnawapokea, unamudekesha, hayakuwa na mwingine, hana wa kuangalilia hako, sasa anaharibika kichwa. Mzaliwa wa kwanza wa mingi wiko na ile kiburi, kukosa adabu. Vita yao ya pili, wazaliwa wa kwanza hawaoe vizuri mara mingi na hawaolewe vizuri. Kwa sababu shetani anajua vizuri, akiolewa vizuri hawa watoto wanapona. Kwa hiyo mara mingi wanaolewa vibaya. Ukioa mzaliwa wa kwanza ujue unaoa familia. Hawaolewe vizuri na hawaowe vizuri. Wazaliwa wa kwanza wana shida ya ndoa. Ni grand frère lakini hamwezi fika kwake. Ni grand sœur lakini aliolewaka na escarmouche. Wazaliwa wa kwanza. Unaona, anaweza kuwa na pesa fasi ameolewa wala ameoa, lakini asisaidie familia kwa sababu kuna vita ya ndoa ilimfuata. Ili nawapiga wengi sana.
Wengine wana vita ya magonjwa, wazaliwa wa kwanza. Wengine tu waliharibika, manake ni vikongolo. Kuharibika ni kia mlevi sana, kuzalia kunyumba usiku na mchana. Ni kia mzuri lakini hakina akili. Na hii imepiga Wakristo sasa, wao wanasemaka ni majaribu. Hasa basi buyana yake juu namletea vile vyote. Wazaliwa wa kwanza. Hii ni shida sana kwa. Na ile ambayo inajulikana ni wale wazaliwa wa kwanza ambao tunasema the firstborn kimwili. Lakini nikubalieni tabaka ya pili. Kuna wazaliwa wa kwanza kiroho. Nao hizi vita zinawafuata. Unaweza kuwa watatu mjamaa, wa nne mjamaa, watano, na unasema ile mahubiri haiko yetu. Naenda ambia kakuli akuye. Ndaambia paluku akuye. Lakini mara mingi sana kuko watu wanaweza toka ba kwanza mtumbu, ba pili mtumbu. Kumbe wa nne njo Mungu alipatia nyota ya mzaliwa wa kwanza. Inatokea. Wa nne ndi Mungu alisema huyu ndi mzaliwa wa. Sasa wanadamu tunaweza sema unjo wa kwanza. Kumbe Mungu anasema hapana. Wa kwanza ni huyu. Njo ukisoma Mwanzo 37 inasema tazama kizazi ya Yakobo. Kisha wanasema Yusufu. Unakumbuka vizuri? Yusufu haikuwa wa kwanza. Wa kwanza ni Ruben. Lakini Mungu alijua Ruben hana tabia. Kama Ruben alikamata bibi ya baba yake akazini naye, angeenda Misri, hangehurumia bibi ya Potifa. Kwa hiyo akanyang'anywa uzaliwa wa kwanza na akapewa Yusufu uzaliwa wa kwanza kiroho. Wazaliwa wa kwanza kiroho. Aba njoo anakufaka juu yeye hana conscience ya kujua mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza kiroho utamjuaje? Ni kweli nyota ya jamaa iko kukichwa yake, lakini anaweza prendre responsabilite ya jamaa na enjo wa mdogo. Nielewe vizuri kile kitu. Yenjo mdogo. Lakini familia yote, même dans une réunion, jamaa yote iko na besoin yeye aseme kitu. Ni mdogo, lakini mama yake iko namuita mama, baba yake anamuita baba. Anasema siku yake na confiance na hivi roho ya kaka yako. Wewe njoro yangu unaona, yeye anafikiri ni kawaida, kumbe yeye ndio mzaliwa wa kwanza. Na inatokea kipindi nye kila mwenye iko na shida mjamaa anaenda kwako. Na inatokea kipindi kingine kenye unaanza pata vita na wivu ya kipekee ndani ya jamaa. Na ndugu zako wanakugeukia maadui wote. Oyaona watu mtu kuna ba grand frère meamonge yake. Hii ndio ilipiga Yusufu. Yusufu haiko mzaliwa wa kwanza kimwili, lakini kiroho yeye ndio mzaliwa wa kwanza. Kwani Mungu yeye haone kama wazee wa familia. Wazee wa familia walikamata Lea wakampatia ndoa ya Rachel. Alafu mpango wa Mungu ulikuwa nani aolewe mbele? Rachel, kwa sababu ndio chaguo ya nani? Ya Yakobo. Yakobo hakumchagua Lea, Yakobo alimchagua Rachel. Kwa hiyo hata kama mnaweza kamata Lea mpatie ndoa ya Rachel, lakini senye Rachel atazala, Mungu ataplace mtoto wa Rachel ndio mkubwa. Unaona? Kuna watu walikutangulia bila programu ya Bwana, wewe ukifika fasi unahesabiliwa wewe ndio wa kwanza paske wewe ndio ulikuwa programu ya Bwana. Wazaliwa wa kwanza kiroho, vile vita vinawafuata. Kuna wengine ni wazaliwa wa kwanza, ni yeye ndio mwenye aliintroduce okovu ndani ya nyumba yao.
Manake unaweza zaliwa katika nyumba ambayo watu wanaombaka ndio kiporoporo, lakini hakuna reveil, hakuna revelation, hakuna vie de prière. Dans chaque famille il y a des porteurs du salut. Manake kuna watu ambao wao ndio waleta nuru katika familia. Na unaweza sema mimi siko wa kwanza, lakini Mungu anasema wewe njoo wa kwanza, na vita vyote vinakumbana na wewe. Katika Jehova Nisi muna wazaliwa wa kwanza wa kimwili, waanzilishi wa maono. Mara mingi hawakulake baraka ya maono, ile laana inawafuataka, inamtosha haraka. Na ukiona mtu iko fasi miaka na miaka, mheshimi. Shetani hapendi wazaliwa wa kwanza wasiishi baraka. Kwanza kuko tipe mwa Biblia mwenye aluzisha yake. Jina kale ka Bwana Esau, si mnakumbuka vizuri, alikuwa manjala akasema nipe. Uzaliwa wa kwanza itanipa kitu gani? Bei chini. Na pia kuna wazaliwa wa kwanza kiroho ndani ya Jehova Nisi. Mimi simjui, lakini Bwana alimleta tu, anajua huyo atasimamaka siku moja. Sasa unapopambana na vita na vikwazo ninavyovizungumza hapa, ujue wewe uko katika hesabu ya wazaliwa wa kwanza. Mara mingi mbatu ya masaison, kuko tu saison anaweza kuwa na mafuraha na hakuna kitu kinamfurahisha, na huko saison za tu sirika na hakuna kitu. Nikiwerewere tu nasentir ke kichwa yao iko wake sawa, anapoteza furaha. Sasa uangalie, Mungu anaanza bariki jamaa ya Yakobo, anaanza kuibariki. Ruben anamtia pembeni, Simeon pembeni, sijue Lawi pembeni, kisha anasema Yuda na kubariki. Alikuwa anajua kuanzia kizazi ya kwanza mpaka kizazi ya 4 ndipo laana inatoka. So unaweza jikuta hauko mzaliwa wa kwanza kiroho, lakini kimwili huko. Na unaweza jikuta hauko mzaliwa wa kwanza kimwili, lakini kiroho huko. Kwa hiyo vile vita vinakumba wazaliwa wa kwanza. Na unaweza kuwa wewe hauko mzaliwa wa kwanza, lakini utazalaka mzaliwa wa kwanza. Na utaona tunapigana na hivi vita. Muko na kidada kia mzuri kia kwanza meakiolewaki, na iko mikoshi muloka yako olewe wa kwanza. Ukwe doner mariage ya petite sœur na tumashoksi. Iko mikoshi sana. Wewe njoo mwoko nasema tuko mhenyo ya mariage ya Marceline. Iko mikoshi kwa kwanza, kisha uende ukomalie kwa petite sœur yako. Donc wewe njoo mkubwa, lakini juu petite sœur yako njoo kuna moyen unahamia kunyumba kwa lala msalo kwa bofu. Kisha vita yote ya mchumba unaisikiliza, hata wakimpiga ngumi unajua walipigwa dada. Mzaliwa wa kwanza wengi wana shida ya hapa. Na mkifundishwa hivi vitu kama hivi, mnavichukua kawaida. Na Mungu akileta somo, mara mingi anataka kuponya mtu. Sasa unaona amena wazaliwa wa kwanza. Muma alama za wazaliwa wa kwanza kuko watu sanyie. Donc hata faso yenu ya kuitikia neno na ile mtaijua vizuri. Kati ya nuru na giza ni giza ilionekana ya kwanza. Wazaliwa wa kwanza wengi ni giza. Giza. Hawezi kuiremarke leo paske au yakza. Mimi nina mtoto wangu wa kwanza.
tumefanya maombezi sana kumuhusu, mpaka nikafanya sadaka ili nimuelewe. Anaweza fanya mwezi mzima mnyumba na hatuyu wake kama yuko mnyumba. Mzaliwa wa kwanza, mwezi mzima mtu yuko mnyumba na hivyo ashakuwa na sente mwezi mzima na amjui kama yuko mnyumba. Anaweza fanya mwezi mzima aambie mtu bonjour mpaka mkutanane naye. Nikaanza maombezi hasemake kutu vile. Juzi nikapokea mwingine mubiro, nafikiri ni teknisie wa radio, naye ni mzaliwa wa kwanza. Nikamwambia shida yako nini? Asio niombe nikwe nasema. Nikasema kumbe siko peke yangu. Manake ule jamaa ye wakwao wanasema anaweza fanya miezi 4-5 asemaki. Nafikiri hata huyu rais mwenye alitoka, nasema nafikiri, sitaki mwende mwambie. Nafikiri naye anaweza kuwa mwazile tu dalili. Lakini kinyume ya hii kuna kwa sasa wazaliwa wa kwanza bukaramusi moya mpaka unajiuliza. Mnafika nyumba na kupanda kumigulu. Anakuambia twenu wapi? Uyue kama aka kalizaliwa na damu ya moto. Kuko wa vile. Donc shetani tu abaache katikati. Ana regle mpaka na baweze mazarao ya mabunyumba wala mazarao ya marelation, na kuambia bishe pale kila mtu afanye maisha yake. Wazaliwa wa kwanza ni wengi sana. Tena wengine wako vile kiroho, lezene waliotutangulia kiroho, wengi walishindwa. Njoo kuna kuwaka conflit ya generation. Nitafune maandiko tuombe. Bwana namwambia Musa, hawa watu pigo nitakao wapiga, nitaua wazaliwa wa kwanza kuanzia nyumba ya Farao mpaka mtumwa wa mwisho na mpaka nyama na mifugo yao, nitaua wazaliwa wa kwanza. Misri kulikuwa shida. Mzaliwa wa kwanza wa Farao anakufa, wa minister anakufa, kufata mpaka hakuna kwenda ukilia mwingine. Ni kuambiana tu na mimi niko na yangu, na mimi siazika. Mnaenda kwa amenizie mpatie serikali, nasema na mimi natengeneza na mimi serikali ya mtoto wangu. Sasa ni bahati mbaya, wewe ndio mzaliwa wa kwanza, mtoto wako mzaliwa wa kwanza na mjukuu wa kwanza, donc deja na kwa serikali tatu. Misri yote wazaliwa wa kwanza, mpaka Mungu akasema itakuwa ni vilio katika Misri yote. Aseme nitaweka utofauti kati ya Israeli na wa Misri, kwa sababu watajua mimi ni pamoja nao. Ninyi huwa mnafikiri watumishi wa Mungu kuwa ndani ya mji, mnafikiri ni mzaa, lakini kwa kwetu hapa inawaepushia mambo mengi. No, ile amwezi kuitambua leo, kwa sababu tunajuana sana. Lakini Mungu akiingia kwenye maagano na mtu, Mungu anajua sababu. Kama shetani alikudesoriente mzaliwa wa kwanza, wende kuoa vibaya wala kuolewa vibaya, bora kuachana. Kwa sababu kina kizazi kinakufa nyuma yako. Bora kuachana. Wewe ujui kama mama yako akikufa watakuwa nakuita wewe mama. Ukufe na tension. Ndio mahubiri ya makanisa zile. Vumilieni mpaka kifo kiwatenganishe. Sasa na purke kiwatenganishe lazima akifanye nini? Kikuya haraka sana. Kwa mimi siwezi subiri kama vitu ya makifo. Makosa za ukufa ni za mingi, hapana ndoa. Ukijua uko mzaliwa wa kwanza, alisema mhubiri hapa mbele yangu,
c'est possible ou c'est facile ou c'est possible ou reprendre vie. Parce que maisha ni ma correction chaque jour. Maisha ya mtu usijijake mtu maisha yake. Huyu pumbafu huyu hana akili sijui kazi na mshinda. Kuko mtu alisema sema mwenyewe anaacha. Nisikia mbili mweko nasema vile sema anaachana bibi yake hana akili. Jumba andiko nasema uishi na mwanamke kwa akili. Unaona kama kuna watu mingi wenyewe kutokutembea na wafaka wakwe wapumbavu sana. Sasa ule malikuwa anahubiri vile sasa ashakaachana bibi yake. Nisikia mwingine mwimbaji alikuwa anaimba sema injili na siasa hawezi ichanga pamoja. Ni mafuta na maji. Sitaki nimseme jina lakini alipostile na alishindwa. Sasa nikataka kujiuliza ile manyimbo anaisikiaka c'est possible ujuger situation yenye uyapitia ndani. Mais ukiipitia unaweza kuombea mwingine. Sijui niko naeleweka vizuri. Na hii mimi hainifanye kuwa mhukumu. Mimi si hukumu mtu. Mimi naombea mtu. Wewe ukanaona mvikao vya kuteta watu. Mungu akaambia Musa kuja. Nimeshawaambia ndio wazaliwa kwanza wako Misri. Lakini Musa usisahau kwamba na nyie mko Misri. Na vile mko Misri, malaika mwenye atakuja hana akili. Atapiga. Ndio maana mkomba spirituel kuwa na consigne ni kitu kikubwa sana. Huyu malaika atapiga. Aseme nishawaambia ndaweka utofauti katikati yenu na wale wa Misri, lakini kwa sababu bado mnaishi Misri, ila itawasumbua. Mfanye nini? Mchinje kondoo. Na baada ya kuchinja kondoo, mnakuruhusiwa kula nyama ya kondoo, lakini damu muipake juu ya milango ya mji, milango ya manyumba, muipake juu. Malaika atapita juu. Maana kwa tafsiri nzuri, huyu malaika naye kichwa yake haiko sawa, naye ni mzaliwa wa kwanza. Suna waliumbiwa mbele ya mwanadamu, naye kichwa yake haiko sawa, lakini kitafanya asiue wa Israeli ni kuona damu kumilango. Atakapoona damu kumilango, hana akili ya kujua kwamba ni damu ya kondoo. Atasema il y a déjà un mort ici. Kuna mauti yenye ilishakuwa hapa, na kama kuna mauti yenye ilishakuwa nipite juu. Hakuna mtu kona amen zaidi ya ndugu yake. Kama kuna mauti ilishakuwa, nisipigane nao, nisiwaue, nipite juu, kwa sababu nilishaona mauti hapa. Ninue mkono niseme hivi: masasi itapita juu, milonge itapita juu, laana itapita juu. Itapita juu kwa sababu kuna kondoo Golgotha ambayo ilimwanga damu juu yako. Weka mkono juu, sema vitapita juu. Ndio maana Biblia anasema l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire ukikuwa orgueilleux uko wapi? Uko juu. Na ukikuwa juu, upanga ya malaika. Kuna vita ingine ya kiroho yenye hautawezaka na hauko chini. Ukiwa jirani mwambie shuka, hivi vita ukienda juu utapigwa. Mwambie shuka. Mwalimu uko naeleweka vizuri? Mwenye analombaka msamaha haiko kusema iko konsia kwenye alifanya. Anakatala tu kupanda wapi? Juu, kwa sababu anajua vita vya juu hautaviweza. Kwa hiyo mtu anaweza kulomba msamaha, anashuka kwa maana anajua nipatie Mungu utukufu. Na hivi uliacha nyumba yako na kia kuikala hapa kwenye huko saizi. Mimi siogope kuniambia kwamba kuna walozi mjamaa yako, uchawi yao itapita. Kwa nini wasiweke damu kwenye vibambazi? Waweke kumilango. Manake Mungu alikuwa na lenga wazaliwa wa kwanza ni mlango ya jamaa. Geukia ndugu yako mwambie wewe ni mlango ya jamaa. Mwalimu anaeleweka vizuri? Ni mlango ya jamaa. Manake kwenye yeye alishapita, ndugu zake watapita.
c'est rare dans la Bible la réussite des premiers-nés. David n'était pas aussi le premier-né. Le seul et l'unique qui a réussi, c'est Jésus-Christ. Umoja mwenye aliresiri mzaliwa wa kwanza ni Yesu. Na tukiingia ndani yake, tuna nguvu ya kufaulu. Ruben alikufa. Kwa nini Ruben akiingia mfront tribu yake alikuwa anakufa? Parce que Jacob alimwambia Ruben, kuishi au utaishi na kunyang'anya uzaliwa wa kwanza. Tunasemaka mara mingi mbele Moize akufe, Moize akasema Ruben tu vivras. Kilipatia Moïse capacité ou la puissance ya kusema Ruben tu vivras. Ce n'est pas parce que Moïse était fort plus que Jacob, mais c'est parce qu'il y avait un événement entre Jacob et Moïse. Kulikuwa kilifanyika pale katikati ni kuchinja kondoo. Wakati ya Juda, wakati ya Jacob ni kunyoa kondoo, lakini hapa Israel ni kuchinja kondoo. Na kwa sababu kondoo ilichinjwa, hata mzaliwa wa kwanza Ruben hata kufa tena, Ruben ataanza ishi. Mimi sijue mkiona ile ekriture yanasema Salomo, ndani ya kinywa muna mauti na mna uzima. Na hii mimi na conclure kama mkinywa ya Jacob mulikuwa mauti ya Ruben, mais mkinywa ya Moïse mulikuwa uzima ya Ruben. Raison pour laquelle je déclare, peut-être dans la bouche de tes parents il y avait ta mort. Labda kumauti ya ndugu zako kulikuwa, kinywa ya ndugu zako kulikuwa mauti yako. Hata ni mama yako ndio mwenye alisemaka utakufa, mimi natangaza kwamba wewe utaishi. Mtu mmoja anipe amen zaidi ya mwenzake. Shetani haitiki akatale, wewe utaishi. Niulizie 3 personnes, uko mzaliwa wangapi? Uko wangapi? Kwa hiyo laana ya jamaa kuanzia leo haitakuona tena. Nasema mikoshi ya jamaa kuanzia leo haitakuona tena. Balaa ya jamaa kuanzia leo haitakuona tena. Wewe njoo unaenda tosha laana ya familia. Na kama kuna watu watareisiri mjamaa yako, Mungu akufanye wewe upate ile reisite. Oh my God, oh my God. Kwa sababu wewe ni mzaliwa wa kwanza. Wazaliwa wa kwanza kimwili wafanye hivi. Kimwili ni waone. Wewe unakuwa wa kwanza kimwili? Kuna alama ambazo wasidanganya. Wangapi wazaliwa wa kwanza kiroho? Mnaona vita ambavyo tutapambana navyo. Wazaliwa wa kwanza kimwili watafunguliwa. Mara mingi tunasema kinachofungua ni sadaka. Hapana. Sadaka inakuja nyuma sana. Kaini alikuwa mzaliwa wa kwanza kimwili na alitoa nini? Alifunguliwa. Kwa sababu watu wanaposikia mzaliwa wa kwanza manake tunataka kutoa. No. Sadaka unaweza simama unaitoa na inakuua. Kwa hiyo tunatakiwa kuleta masikio sana kwa somo hili. Ingalao Mungu akufungue. Unajua kuna laana ya wazaliwa wa kwanza inasema unaingia kwa chuki na baba yako mzazi. Iko hivyo, ile laana inakufuata. Wazaliwa wa kwanza. Tusimame.